Naam, wanasimba wanasema hatuishii hapa. Je, ni kweli hawaishii pale? Basi ni jambo la kusubiri na kuona. Mwana michezo, karibu sana kwenye kipindi chako pendo kabisa cha Sports Zone kutoka hapa Kawabe Media. Tuko tayari wana michezo kwa ajili ya kuzidadavua taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania. Mnaitwa Abu Bakri mwana Juma Abu Bakri, lakini kushoto kwangu yupo mpiga pasi za madoido wa Kawabe Sports, anaitwa IG kama vinga. Kwema shwa kabisa. Kumekucha. Mambo ni moto. Mambo ni mswano. Zanzibari panawaka moto. Simba Sports Club rasmi kabisa anatupa karata yake ya nusu finali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika kule katika visiwa vya Zanzibari katika uwanja wa New Amani Complex siku ya tarehe 20. Pengine tukianzia kwenye swala zima hili la uwanja, Simba kutua ndani ya Zanzibari itakuwa na impact gani kwa mnyama Simba? Pengine Simba kutua ndani ya Zanzibari kutoka kuna impact kubwa sana, manake washabiki wengi wa Simba Sport Club wanatamani kuiona Simba yao ikicheza kwenye ardhi yao, na sasa hivi imepelekwa kule Marashi ya Karafuu Zanzibari. Kwa hiyo wafuatiliaji na wapenzi wa mpira wetu wa Tanzania wataenjoy wakiwa kule, hususan mashabiki wa Simba Sport Club, manake Zanzibari ni miongoni mwa sehemu ambao wanapatikana mashabiki wa timu hizi mbili, ila sasa hivi wanapelekwa kule kwenye mchezo adhim, mchezo wa nusu finali baina yenyewe na Stellenbosch. Unaangalia ni mchezo wa kihistoria kwa Simba Sport Club. Kwa hiyo cha kwanza itakuwa kuna advantage kubwa sana kwa mashabiki ambao wako Zanzibari, wataenjoy ile burudani ya soka ambao walikuwa wanaiona kwenye television, sasa hivi wanaenda kuiona live pale kwenye uwanja wa Amani Complex. Kingine kwa Simba Sport Club ambao wataweza kunufaika nayo ni kwenda kuweka historia yao kama wakifanikiwa kushinda kwenye mchezo huu, kuweka historia yao kwenye visiwa vya Marashi ya Karafuu Zanzibar. Yes, baadhi ya watu wanaibeza sana Stellenbosch kutoka pale South Africa. Na hata tukimwangalia alimaliza kundi B akiwa nafasi ya pili juu ya RS Berkane kutokea nchini Morocco. Na katika kumaliza kwake mnyama yeye kamaliza kundi A akiwa na alama zake 13 wakati Stellenbosch kamaliza na alama 9. Ni kama madaraja mawili tofauti kati ya mnyama na Stellenbosch. Mnyama anaonekana kupewa advantage kubwa sana kuliko Stellenbosch, na hata baada Stellen kushinda dhidi ya Zamalek mashabiki wa Simba walifurahia. Kwenye huu mzani unamweka nani juu, unamweka nani chini? Hapo kwanza tukija ni wakumbushe mashabiki wa Simba Sport Club makundi yalivyokuwa yanapangwa ya CAF Confederation. Simba Sport Club walionekana kama underdog kwenye kundi lake. Kwa sababu gani? Unakuja unamwangalia kwa kuna Waarabu wawili, kuna Bravos de Maquis wanaonekana kuwa chini zaidi. Then Simba Sport Club wamekuja kufanya maajabu na amekaa pale kumaliza nafasi ya kwanza akiwa na alama 13. Ile kwa Simba Sport Club alishawahi kufanya maajabu, alimaliza mbele ya Ahli, mabingwa wa kihistoria CAF Champions League. Sasa mimi sitaki kwenda huko kwa Stellenbosch kwa tolea mfano kuwa either labda wataweza kuwa underdog kwa Simba Sport Club, hapana. Ukija ukaangalia hao michezo hii ya knockout kwa asilimia kubwa waga ni na calculation nyingi sana. Ni mchezo wa kwanza Stellenbosch alicheza na Zamalek wakiwa nyumbani kwao, walilazimisha sare ya kutokufungana. Wakaenda away wakapata ushindi mbele ya Zamalek ambao ni bingwa mtetezi wa CAF Confederation. Kwa hiyo obviously hiyo picha inakuonesha hii michuano ni michuano aina gani, na ukija unaangalia hao bado wana kiu ya kufanya zaidi na zaidi ili waweze kutengeneza historia yao kwenye michuano hii. Kwa hiyo mimi siwezi nikamchukulia kama Stellenbosch kama ni underdog kwa Simba Sport Club, ila kimakaratasi utaweza kusema Stellenbosch kwa Simba ni underdog, maana Simba Sport Club yuko nafasi ya 4 sasa hivi kwenye rank barani Afrika, yuko nafasi ya 4, ila Stellenbosch hata kwenye nafasi ya 20 bora hayupo. Kwa hiyo obvious kwenye makaratasi nitaweza nikamweka Simba Sport Club kuwa giant kwa Stellenbosch, ila kiuchezaji tactical siwezi nikamweka hivi. Sawa, Stellenbosch ni moja kati ya timu ambayo imekuja kwa siku za hivi karibuni. Ina miaka takriban 9. Imeanzishwa mwaka wa 2016. Lakini ukimwangalia mnyama Simba ni giant ambaye yuko kwa muda mrefu tangia mwaka 1936. Pengine huu mzani wa namba za umri hizi kati ya hivi vilabu viwili, na ukiangalia Stellen ni kama amekuja kutishia fulani, yani kwamba ni kama anaonekana mtoto mdogo ambaye anataka kitu. Hapo ukija ndio nikwambia pale awali, kwa sababu ukija ukaangalia virabu ambavyo vinachipukia vinataka vitengeneze legacy yao kwenye mashindano ya CAF Confederation. Kwa hiyo
obvious mimi kwa Simba Sport Club amemwacha zaidi ya miaka 20 na something wajuzi tu hapa kaanzishwa. Kwa hiyo obvious na Simba Sport Club ukija ukaangalia mafanikio yake makubwa Simba aliyopata, alicheza finali mwaka 1993, alicheza finali na kukosa kombe. Ndio mafanikio yake makubwa kwa miaka yake yote hiyo. Ila obvious Stellenbosch kuna mafanikio yake makubwa. Ndio sasa hivi kaingia nusu finali. Kwa hiyo kwa miaka 6 amekupa kitu, kaingia nusu finali kwenye CAF Confederation. Simba Sport Club kwa miaka ambayo alikuwa nayo mpaka sasa hivi mafanikio yake makubwa ni kucheza finali ya CAF Confederation mwaka ambao umepita, mwaka 1984. Obvious, kwa hiyo inakuonesha huyu Stellenbosch anataka nini kwenye mashindano. Kwa hiyo mimi kuanza kukompea masuala ya miaka, mimi naangalia ile approach ya mwalimu, tactically anaingia mbinu gani ili aweze kupata ushindi. Ndio, lakini tukija kuangalia mzani, huku tuna Steve Becker, kocha wa Stellenbosch, alafu huku kuna Fadlu Davis, kocha wa Mnyama Simba. Na Fadlu huenda akawa amefurahia sana baada ya kuona kwamba anakutana na wa South Africa. Ni kweli kwamba ukiangalia kwa namna hii itakuwa kama ni mechi nyepesi sana kwa Fadlu Davis chini ya Steve Becker? Mechi sio nyepesi, ukiangalia kwa haraka mechi sio nyepesi. Unajua watu wengi, asilimia kubwa mashabiki wa Simba Sport Club wanasema mechi nyepesi kwa sababu kocha Fadlu alishahudumu kwenye baadhi ya vilabu pale South Africa na yeye ni South Africa. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine anawajua jinsi wanavyocheza, anajua zile approach zao. Ndio maana watu nje ya uwanja wasema mechi nyepesi, ila ndani ya uwanja mechi sio nyepesi. Unakuja unaangalia hawa kwenye kundi lao wameweza nafasi ya pili kwa na alama 9, mbele ya Belkane ameweza kuwa na alama 16. Kwa hiyo unakuja unaangalia na alama 9 kwa alama 13. Pale ni interval ni alama 4 tu. Kana kwamba hii michezo minne Simba leo hiyo kwenye hizo alama michezo Simba alipata alama 4 zaidi, huyu alikosa hizo alama 4. Kwa hiyo mimi sioni kama Fadlu Davis kwa jua sana itaweza kuwasaidia, ila ni approach tu ya mwalimu ataingia nao na jinsi ya uchezaji wao. Maana kujua kwa watazama Stellenbosch jinsi wanavyocheza, wataweza kujigawa kwa sehemu tatu. Wakiwa nyumbani, asilimia kubwa wakiwa nyumbani wacheza open game. Unaona kabisa timu inacheza, inaanza build up kwenye eneo la defensive, inatoka inaenda kwenye zone ya midfielder, inatoka inataka kufungua pattern ya backline ya timu pinzani. Kwa hiyo unakuja unaangalia ikiwa wewe unaona timu inavyocheza inakuwa na discipline kubwa sana, inacheza ikiwa compact. Kwa hiyo na asilimia kubwa dakika 15 za kwanza au timu zinavyocheza wanakuwa compact, maana yake wanaamini dakika 15 za kwanza ndio dakika ambazo zinaweza zikaamua mchezo. Ndio maana wanakuwa compact sana wakiwa away. Unaona jinsi gani ambapo wanavyocheza. Umeona mchezo dhidi ya Zamalek wakiwa away jinsi walivyokuwa wanacheza asilimia kubwa wanaachia Zamalek wapige zile pass kwa ufupi. Wenyewe walivyokuwa wanachokifanya wanadondosha pass kwenye magepo ambayo Zamalek alikuwa anaacha. Unaangalia hata goal waliolipata ni utaweza kuwapongeza, ni individual ability ya mchezaji imeweza kuamua na jicho la kuona. Kwa hiyo unapocheza timu kama hii lazima uwe makini hata kama uko nyumbani, kwa sababu ukija kuangalia Simba Sport Club amekuwa anafanya makosa makubwa sana makosa mengi sana kwenye eneo lake la ulinzi kwa kipindi cha hivi karibuni. Unaangalia kwenye mechi dhidi ya Al Masry makosa ambayo alikuwa anafanya, Chamu Karabu alifanya makosa. Unaangalia washambuliaji wawili wa Al Masry walikuwa wakiingia kwenye zoni ya Simba Sport Club kama ameingia watano, kumbe ameingia wawili. Kwa hiyo anaenda kucheza na timu ambayo ukifanya one mistake one goal. Kwa hiyo cha kwanza Simba Sport Club wawe makini kwenye zone zake zote tatu, kuanzia kwenye ushambuliaji, kwenye midfielder na defensive. Asilimia kubwa kwa defensive, Aswalusu, Shabalala na Kapombe wapande muda mwingi wana overlap. Ukiwa na overlap wataweza kuleta madhara na kuna ile mianya wakatumia hawa Stellenbosch kwa ajili kuadhibu Simba Sport Club kutokana na approach ambayo anatumia akiwa away. Sawa, mimi nataka kufahamu kitu kimoja kwa hii timu ya Stellenbosch. Wenda wa Tanzania walio wengi hawaijui kiundani zaidi hii timu, approach yake inakuaje na namna ambavyo ubora wao uko wapi, udhaifu wao uko wapi. Sina nataka utuambie kidogo kwenye swala hili. Stellenbosch wapi wako bora na wapi wako na udhaifu? Udhaifu wao Stellenbosch asilimia kubwa ni Elio Balls. Ndio ni udhaifu. Ukiangalia mchezo wao kwanza alicheza na Belkane ambao walipoteza wakiwa pale kwao, walipoteza kwa idadi ya magoli 3-1. Unaangalia jinsi gani ambavyo Belkane alikuwa anatumia zile Elio Balls na kuadhibu. Kwa hiyo cha kwanza udhaifu wake ni Elio Balls. Sio wazuri sana kwenye Elio Balls. Ile mipira ya juu ukija ukazungumzia kwa Simba Sport Club ni wazuri kwa namna moja au nyingine. Kwenye michuano wametumia hiyo set pieces na kuiconvert kwenye Elio Balls na kupata magoli. Kwa hiyo udhaifu wa kwanza wa Stellenbosch ni Elio Balls. Waga zinawatesa sana. Unakuja unaangalia hata mchezo ambao walicheza tena na Belkane wakiwa pale Morocco, unaangalia
jinsi gani ambavyo wacheza. Magoli yaliadhibiwa yale ya aerial balls. Kwa hiyo Simba Sport Club lazima wawe na usahihi wa asilimia kubwa sana kama silaha yao aerial balls, na wanampigaji mzuri Jean Chalea huwa anaweza ameshatu prove anaweza kufanya hivyo kwenye aerial balls. Na ukija ukaangalia kwa ubora wao, kwa asilimia kubwa ubora wao ni kwenye eneo la midfield ambao ndio kama sehemu ya kiwanda cha kupikia vitu, ambao wanapika sana kwenye eneo la midfield hawa Stellenbosch. Unaangalia kuna midfielder wao asilimia kubwa wanapocheza hawaachani sana, wanacheza kama wako compact hivyo, hawaachani kwa asilimia kubwa. Ile ndio eneo lao kubwa la mapishi. Hata unakuja unaangalia mchezo ambao walipata matokeo dhidi ya Stade Malien, unaangalia jinsi gani walivyokuwa wanatengeneza, hata magoli yao wanapoanza kuyatengeneza ni kwenye eneo la midfielder. Kwa hiyo Simba Sport Club lazima waongeze nguvu kwenye eneo la midfielder kuhakikisha hawapi nafasi hawa viungo wa Stellenbosch na kuwa free kwa kutengeneza baadhi ya nafasi ziweza kuja kuwa na madhara kiupande wao. Sawa, unajua hii inanikumbusha kitu kimoja hivi, ule msimu ambao Young Africans alifika finali ya CAF Confederation Cup. Yeah. Au sio, ambapo aliweza kufika mpaka finali lakini hakufanikiwa kuchukua kombe lile. Alitolewa hatua ya finali. Takumbuka katika zile stage ambapo Young Africans alipita za mtoano, alikutana na vijana kutoka South Africa, Marumo Gallants. Na moja kati ya timu pia ambayo iliimbwa kama hivi ilivyoimbwa Stellenbosch. Baadhi ya watu wanasema kwamba haina muda mrefu sana kwenye haya mashindano. Yaani imekuwa ni kama surprise ile timu kuingia kwenye mpaka kufikia hatua za mitoano za mashindano haya ya CAF Confederation Cup. Huenda ikajirudia ile iliyotokea kwa Young Africans dhidi ya Malumo. Ile ya Malumo unaangalia hata Young Africans ile ilikuwa bora sana. Ukizungumzia miongoni mwa Young Africans ambao ilipita, ile ilikuwa bora sana. Unamzungumzia Young Africans ambayo ilikuwa ina Nambi, ina Fisto Kalala, Mayele, Juma Shaban, Lomalisa. Sio Juma Shaban ambao hayupo kwenye ubora. Juma Shabani ambayo alikuwa yupo kwenye ubora. Unazungumzia Kisinda yupo kwenye ubora, Dukapel Moloko yupo kwenye ubora, Yannick Bangala Litombo yuko kwenye ubora, Lomalisa Mutambara. Kwa hiyo unakuja unaangalia ni kosi ambacho kiko kwenye ubora, tofauti na kosi cha sasa hivi cha Simba Sport Club ambacho kinapikwa kwa wenyewe wanaposema wanakitengeneza, wajaribu kutengeneza. Ukija ukakompare vile vikosi ni vikosi vile tofauti, na alikutana na Marumo na unaona hata Marumo jinsi walivyokuwa wanacheza, jinsi walivyokuwa sharpness kwenye ile 1v1, jinsi walivyokuwa sharpness wanaweka kufungua backline ya timu pinzani. Kwa hiyo unakuja unaangalia timu mbili tofauti. Unaangalia Simba Sport Club wanakuwa akikutengeza nafasi na kwa ngumu sana. Aidha ni individual ability ya mchezaji mmoja mmoja ndio kuamua mechi. Hauoni timu kama timu ikiamua mechi. Kwa hiyo inakupa tofauti Young Africans na Simba Sport Club hii ambayo wote kwenye hatua hii wamekutana na wa South Africa. Yanga alikutana na Marumo, huyu amekutana na Stellenbosch. Kwa hiyo hapo mimi siwezi nikakompare sana kwa asilimia kubwa, maana Simba hii kwenye michuano hii haijanionyesha mikakati ya kutafuta kutengeneza nafasi. Ni mchezaji mmoja mmoja anaweza kaamua mechi. Sawa, nataka kitu kimoja. Nataka wewe unipe matokeo yako labda ya mchezo huu wa kwanza wa Simba dhidi ya Stellenbosch tukimalizia hapo. Mimi matokeo yangu huu mchezo mimi naona sare. Sare. Yeah. Naona sare. Ukisema sare ni maana yake watoshana yani wanatoka huko. Yaani lazima magoli yaingie ndio unasema sare hapo. Sare ya 1-1, sare ya 2-2 au. Mimi naona hii sare mimi napenda Simba aanze kupata goli ili Stellenbosch aweze kufunguka, acheze mpira mkubwa zaidi na nipate sare ya GG. Sawa. Sawa. Basi sawa. Mungu ibariki Simba Sports Club, Mungu ibariki Tanzania kufanya kwa Simba vizuri kwa Simba Sports Club. Kunaendelea kuipeperusha vyema kabisa bendera ya Tanzania. Kumbuka mchezo utakuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 4 2025 kiwanja cha New Amani Complex Zanzibar, lakini mchezo wa marudiano utakuwa ni tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2025 pale South Africa.